One on One with Charles William. Karibu kwenye One on One ya Wasafi TV kwenye siku nyingine tena ambayo tunakutana kujadili masuala tofauti yanayoendelea katika taifa letu. Na siku ya leo mimi Charles William nimepata fursa adhimu kabisa ya kukutana na moja kati ya wabobezi wa lugha adhimu ya Kiswahili, na ninaye hapa ndugu yangu Joram Mkumbi. Na Joram amekuwa ni miongoni mwa vijana ambao wameonyesha kwamba lugha ya Kiswahili inaweza kuzungumzwa kwa ufasaha kabisa. Na kizazi kipya hiki ambacho kinaonekana kama ni kizazi kinachobananga sana maneno ya Kiswahili. Na mimi nataka leo kwa maki na uketo tukizungumze hiki Kiswahili na kuona kwamba tunaweza kufika nacho wapi kwa upana kabisa. Kwanza hongera kwa jinsi ambavyo umeamua kukibeba Kiswahili hiki. Waswahili wanasema umekibeba ulalo. Ulumbi kila pahala. Ulumbi kila mahala. Na tukianzia hapo mpaka sasa hivi tangu uanze harakati hizi za kuhakikisha Kiswahili kinapenya kunako nafsi za Waswahili na kuthaminika. Ni muda gani mpaka sasa hivi ukipima ulipoamua kabisa kwamba ulifanya jambo hili kwa ukubwa, na mpaka sasa hivi kimekupeleka katika mataifa mangapi kukitangaza? Nadhani sasa nakamilisha miaka 3 na kuanza kujifunza kuvalia njuga mambo haya miaka mingine 2. Kwa hiyo naweza sema labda ni miaka 6 hivi tangu nilipoamua sasa nataka nizungumze kwa uketo, yani kwa kina. Nataka nitondoo utondozi, yani nieleze neno moja baada ya jingine, niseme kwa fusuli, kwa mpangilio fulani, nizungumze kwa muala, nizungumze kwa kiada. Nikizungumza nazungumza Kiswahili mufti. Kweli nichukua hiyo tuseme kama ni miaka 6 kutopea na kutabahari katika mambo haya. Kwa hiyo hasa niliona kwamba jamii ya Waswahili na kwenda wanaozungumza Kiswahili mufti na kwenda kipungua. Kuna watu mimi nilikuwa nikiwasikiza hapo nyuma navutiwa na kongwa moyo, mtu anazungumza unaokota maneno mawili maneno matatu, lakini jinsi siku zinavyozidi kuendelea unashangaa Mswahili anazungumza dakika 30 hakuna neno jipya umepata. Hakuna methali umeokota ndani yake, ama tamasali dasemi ama msamiati wa kutosha haupati. Kwa hiyo unabaini kwamba tumeanza kuzungumza Kiswahili cha kawaida sana. Na sasa ukishabaini hilo hakuna mtu wa kumlalamikia, wewe unajitwika mzigo ambao nadhani naweza kuubeba huu. Ndio harakati zilipoanza. Na pia nilikwenda Zanzibar, hasa katika mji wa Unguja. Nikiwa zile siku za awali natamani kama nini nione Waswahili wakiwa wanazungumza vizuri Kiswahili. Naona lafudhi tunayotumia ni ya Kiunguja hii. Tunatumia lahaja ya Kiunguja. Sasa nikawa ninapashawa la moyo, yani msukumo kutoka ndani na raghba ndo hiyo pia mapenzi ama interest ya kutaka kujua hivi watu wa Unguja wanasema namna gani. Lakini nilipokwenda kwa bahati sio nzuri au isivyo bahati, kwa kweli niliduazwa kuona kwamba hata Waswahili wa kule wengine wanaanza kubananga na is there that anyways na kuwa ni nyingi ambao mambo nilikuwa sikutarajia kama ningeweza kuyakuta Unguja pale. Lakini Waswahili wazuri wapo. Nikusoma habari za kina Haji Gora. Waswahili wale mambuji kabisa, mabingwa na makamangi wametopea katika shughuli zile. Kwa hiyo ndio kusema kwamba pia nilisoma makala moja ameandika Ali Mazrui, inaitwa Julius Nyerere and I. Katika ile makala Profesa Ali Mazrui analalamika, anasema mimi nimezaliwa Mombasa, Kiswahili tunatumia lugha yetu ya kwanza. Lakini Mwalimu Nyerere huyu Kiswahili si lugha yake ya kwanza, lakini amefariki, watu wanasema amefariki mzungumzaji mkuu namba 1 wa lugha ya Kiswahili katika karne ya 21. Kwa hiyo nikawa nimeguswa kusema kwamba kama Mwalimu alikuwa mzungumzaji namba 1 wa lugha ya Kiswahili ulimwenguni, si kusema Tanzania. Sasa ni yupi sasa ajaye ambaye atakuwa mzungumzaji namba 1 wa lugha ya Kiswahili? Kwa hiyo kupata nikataka kujua tena wako wapi Waswahili wengine ambao wanaweza kuzungumza lugha hii kwa maki na uketo. Kwa hiyo ndio pale nikaanza
kutia jitihada kusema kama watapatikana Waswahili wengine naweza nikashiriki kuandaa Waswahili wengine ambao wanaweza wakazungumza katika hivyo viwango. Ndio. Itakuwa ni kazi ya mkini ya raia mwema. Ndio. Nimekuona kwenye sehemu mbalimbali duniani ukijaribu kuendeleza jitihada hizi za ulumbi kila mahala. Naam. Na nataka kufahamu ni nchi ngapi ambazo umeshaenda mpaka sasa hivi kwenye shughuli tofauti tofauti za kukieneza Kiswahili, na upata uzoefu gani ulipofika huko? Nadhani naweza sema mabara ya muhimu nimekusha kuyatembelea sasa. Mwaka jana nilikwenda Canada, nikaenda Marekani, nilipata kwenda Venezuela, nikapata kwenda Cuba, nilikwenda Ujerumani, nilikwenda Poland, sehemu kidogo za UK. Kwa hiyo Kiswahili naweza sema kimenikutanisha na watu ambao nilikuwa sitarajii kama ningeweza kukutana nao. Na mambo mawili yananipeleka kule sana ni Kiswahili na mambo ya leadership, ya uongozi. Kwa Marekani nilipokwenda pale Umoja wa Mataifa, nilikwenda katika mambo ya uongozi. Lakini pale idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ilinialika katika kufanya mazungumzo na wale ndugu zetu walikuwa wametoka Tanzania. Kwa nasema Kiswahili kwa kweli kimeota mbawa, na kuna Waswahili sehemu tofauti. Nilikuwa sifikiri hivyo mwanzoni. Lakini nakwambia hivi, katika mtandao wa Instagram na ama nikiingia katika Facebook, kuna Mswahili yuko Ujerumani, mwingine yuko China, mwingine yuko Japani, wanasema kila mara tukikusikiza unaturudisha nyumbani. So mimi na watoto wawili hawajui namna ya kuzungumza Kiswahili mufti, Kiswahili kizuri. Lakini hivyo tu haidhuru, huwa nawasikilizisha zile video zako. Wewe unaweza kuona kwamba watu wengi sana Waswahili ulimwenguni wanafuatilia mambo haya. Kwa hiyo kule huwa wananialika kama wana mijadala, wanataka kukumbushana, kwa ninakwenda kukipeleka Kiswahili maeneo kama yale. Na kimenisaidia hata kwenye mambo mengine, kwa mfano kama ya uandishi. Unajua lugha ni chombo ambacho unakitumia kusafirisha falsafa, kusafirisha fikra, kusafirisha mawazo. Jinsi mtu anavyokuwa tajiri wa lugha, anakuwa na uwezo wa kusafirisha hivyo vitu nilivyovitaja kwa upana zaidi. Na labda Joram, tukizungumza sasa kuhusiana na Kiswahili chenyewe. Ndio. Hapa sisi tumekuwa tuna mjadala mkubwa hapa nyumbani. Serikali inasema kwamba kwenye sera yake ya elimu Kiswahili kitumike kama lugha ya kufundishia mpaka shule ya msingi inapomalizika. Kuanzia sekondari mpaka chuo kikuu Kiingereza kitumike kama lugha ya kufundishia kwenye masomo yote. Baadhi ya wanazi wa Kiswahili wanaamini hilo sio sahihi. Kwa sababu lugha ya kwako mwenyewe unapojifunzia nayo maarifa tofauti unaelewa zaidi kuliko ukitumia lugha ya kigeni kwa maana ya Kiingereza. Lakini wanaotetea wanasema Kiingereza ndo Kiswahili cha dunia. Kwa hiyo tukijifungia kwenye Kiswahili na kukipuuza Kiingereza, tutashindwa kuingiliana na dunia na kukamata fursa zilizopo kwenye pembe tofauti za dunia. Wewe mtazamo wako ni upi? Nadhani kwa kupitia maandiko ya watu kadha wa kadha na kuangalia pia tafiti za ulimwengu, hoja kwamba watu wafundishwe katika lugha wanaoielewa ni hoja ya msingi sana. Na kwa Tanzania Kiswahili ndio lugha ambayo watu wanaielewa vizuri. Kwa maana kwamba unaweza kuangalia huku shule za sekondari, wengi wanafeli mitihani si kwa sababu hawajui kile wanachoulizwa. Mara nyingi wanafeli mitihani kwa sababu wanashindwa kuelezea vile wanavyovifahamu. Na ndio maana tukifanya katika usaili, unamwambia mtu eleza jambo fulani kwa Kizungu, anakosa maneno kusema. Ndio namwambia hebu sema jambo lile kwa Kiswahili. Utaona namna anavyotiririka katika lugha yake anaielewa. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya kujiamini na kupata ujuzi na maarifa kama utafunzwa katika lugha unayoielewa vizuri. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania kulikuwa kuna hoja kubwa mbili. Ile ya kwanza imekwisha kuzoeleka kwamba unasoma Kiswahili kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, la form 1 unaanza kwa Kiingereza. Hoja ikaja, kwa nini tusifundishe Kiswahili mpaka kidato cha 4? Kwa sababu tukiangalia ujio wa shule nyingi za kata, watu walikuwa hawajaandaliwa kujifunza vizuri lugha ya Kiingereza. Kwa sababu unakuta mwalimu mwenyewe hawezi kuzungumza Kiingereza mwanzo mpaka mwisho. Leo hii tuna walimu wangapi wa Kiingereza
ambaye ambaye ni Mtanzania anaweza kuingia darasani akafundisha kwa Kiingereza mwanzo mpaka mwisho. Utaona ni wachache sana. Walimu wanafundisha Kiingereza kwa kutumia Kiswahili. Kwa kutumia Kiswahili. Hata sisi tumefundishwa hisabati au lazima mathematics, biolojia au chemistry. Mwalimu anakufundisha kwa Kiswahili lakini vitabu vimeandikwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo tukawa tunadhani kwamba hawa watu wakifundishwa kwa Kiswahili mpaka elimu ya sekondari, sio chuo kikuu, elimu ya sekondari, kwa maana kwamba wale ambao wako kijijini kabisa, kwa nini kumtesa mtu ambaye hata Kiswahili akielewe vizuri? Unambebesha tena mzigo wa kumfundisha kwa lugha ya Kimombo. Mwalimu mwenyewe hawezi kuelezea ile lugha vizuri ya Kimombo, kuwasilisha ile dhana. Kwa hiyo unakuta tunapoteza watu wengi sana kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 wanashindwa kuendelea na masomo, si kwa sababu wale watu ni wajinga au taburarasa, lakini lugha inawawia vigumu. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba kama tukifundisha kwa Kiswahili angalau basi labda mpaka kidato cha 4 na kidato cha 5 na kuendelea tuvalie njuga lugha kama za Kiingereza, za Kichina, za Kiarabu na zingine kadhalika. Kwa sababu ukijua lugha ni ujuzi kama ulivyo ujuzi mwingine wowote, wa kuchonga, ujuzi wa kuendesha, ujuzi wa mambo ya kamera, ni ujuzi kama ujuzi mwingine wowote. Mtu anayefahamu lugha nyingi zaidi za ulimwengu anapata nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Sasa tunazungumzia mambo ya China na hamasa yao. Mtu akifahamu Kichina anaweza kwenda kufanya biashara, anaweza kufanya mambo kadhalika. Lakini pia Kiswahili hatutaweza kukifundisha isipokuwa tuna lugha nyingine ya pili kukifundishia. Lugha inafundishwa kwa lugha nyingine. Sasa ukisema kwamba watu waache kujifunza Kiingereza ama wasijifunze Kichina ama wasijifunze Kifaransa, unataka kumfundisha Mchina Kiswahili, unamfundishaje? Lazima ujue Kichina. Lakini Joram, sijui kama umeshakutana na Waswahili wenyewe. Ndio. Waswahili wenyewe mimi nikiongea nao wanasema Kiswahili ni kigumu kuliko hata Kiingereza. Wanasema kile Kiswahili fasaha. Ndio. Kiswahili cha kupiga soga wanasema hakiwasumbui, lakini Kiswahili cha kujifunzia ndio wanasema ni kigumu kuliko hata Kiingereza. Na wanasema hata simu zao za mkononi ukizibadilisha tu zikaenda kwenye lugha ya Kiswahili, vitu alivyozoea kubonyeza kwa Kiingereza vikipelekwa kwa Kiswahili anashindwa kabisa kuitumia simu yake. Unadhani kwa nini Kiswahili kinakuwa kigumu sana kwa Waswahili mpaka wanaona Kiingereza kina urahisi kwenye baadhi ya matumizi? Ili kitu kiwe kirahisi ni lazima kwanza umekizoea. Kwa mfano kama maneno mengi ya Kiswahili ambayo yanaonekana magumu ni kwamba hayajazoeleka katika masikio ya watu, na hata kuhusianisha na dhana inawawia watu vigumu. Nitakueleza kwa mfano kamusi BAKITA waliotoa ambayo ni kamusi kuu ni toleo la 4 sasa, ni kubwa yapata ukubwa huu, lakini maneno yaliyoko ndani bado hayajazoeleka katika jamii inayotuzunguka. Kwa sababu hayajazoeleka, watu wanaweza kusema sasa Kiswahili kinakuwa ni kigumu. Lakini maneno mengi ambayo tunayatumia kwa Kiingereza tukidhani kwamba hakuna Kiswahili chake, Kiswahili kipo. Kiswahili kipo. Kwa mfano tunazungumzia labda mtu anataka kusema roundabout. Kiswahili chake ni kikuta. Ama mtu anataka kusema nakwenda ATM machine. Ile ni kioto motela. Ama nakwenda bureau de change, ile ni golo. Unaona? Ama mtu anasema nipe toothpick. Toothpick kwa Kiswahili ni kimbaka. Au tunasema kichoko. Kwa hiyo tunasema ni maneno hayajazoeleka. Sio kwamba ni magumu, lakini watu hawajapata kusikia kwenye masikio yao muda mrefu. Au tunasema na concentrate, kana kwamba hakuna mbadala wa neno lile. Neno lile maana kwamba kumakinika. Na makinika hapa maana kwamba nina concentrate. Kwa hiyo ndio jitihada binafsi ambayo najaribu kufanya ni kwamba leta maneno yazoeleke kwa watu. Baadaye wakisha kuyazoea yanakuwa tena sio magumu. Kwa hiyo ndio jitihada sasa inatakiwa iwe ni ya kila mmoja wetu. Mwanahabari kama wewe, ukija hapa katika kutangaza, uwe na mbadala wa maneno, uyarudie mara nyingi kwa kadiri inavyowezekana, ili yakisha kuingia katika masikio ya watu, neno lile la koma kuwa gumu, la kuwa ni rahisi. Kwa hiyo changamoto tulionayo kubwa, tuna maneno mengi ya Kiswahili, lakini sasa ubaya wake hayajaingia katika mzunguko wa kauli na semi zetu huko mtaani. Ndio maana tunasema ni magumu, lakini ukweli si magumu. Lakini pia Baraza kama la Kiswahili la Taifa BAKITA
kila mara kunapokuwa na uhitaji wa neno jipya, wanakimbia mara moja kulileta neno ambalo litaendana na uhitaji ule. Kwa mfano kama COVID-19 wakaja na uviko 19 na maneno mengine kadha wa kadha. Kuna mwingine anaweza sema unajua tunajifunza mambo ya sayansi, hakuna maneno ya kudumu au maneno ambayo yanaweza kaelezea Archimedes principle na mambo mengine kadhalika. Kwa sababu anasema Luka za physics kwa mfano fizikia. Fizikia. Zote wakitafuta Kiswahili chake wanaona bora tubaki huku kwenye Kiingereza, wakitafuta velocity, wakitafuta motion, wakitafuta vitu wanavyoambiwa kama density, wakiambiwa density ziko to mass per volume, kuitafutia Kiswahili chake tu wanaona kwamba bora tuendelee kukariri hivi kwa Kiingereza, kwa sababu tukipelekana kwenye Kiswahili tunavurugana zaidi kuliko tulivyokuwa tukielewa mwanzo kwa Unasema ni kweli. Kwa mfano kwa namna moja ama nyingine kuhawilisha maarifa kutoka katika lugha moja kwenda lugha nyingine, kutafuta maneno ambayo wataalamu wanabuni ili kubeba ama kuwakilisha dhima ile ile na maana ile ile. Lazima maneno watu wengine wanaweza kuona ni magumu, lakini nakwambia hivi ni kwa vile tu hayajazoeleka. Lakini yakisha kuzoeleka itakuwa ni rahisi kuendelea vile. Na Tanzania sio nchi labda ya kwanza kwenda katika huo muktadha. Unaweza kujiuliza Wachina wao wanajifunza kwa namna gani? Kwamba sisi tukisema tunakoma kwamba hatuwezi kubadilisha fizikia kwa sababu imeandikwa Kimombo, hatuwezi kuileta Kiswahili. Kwani Wachina wao wanajifunzaje? Kwa kutumia lugha yao ya Kichina. Kwa unaona kwamba kikubwa ni ile dhana. Kwa maneno mnayatafuta ninyi ambayo yamezoeleka. Kwa mfano kuna neno hili la sema dilute. Kudilute, yani ni kama unachukua kitu ambacho kikali zaidi unakiongezea maji, unakipoza. Lakini Wanyaturu wana neno zuri sana ambalo linaelezea dhima ile ile. Kwa mfano kusogoa. Kusogoa, yani umesogoa, kama ni pombe ilikuwa kali ikatiwa maji, wanasema imesogolewa, yani kusogoa. Sasa maneno yako katika mtaani na huko duniani tunayatumia, isipokuwa kuyaleta yapate kutumika yani kuleta maana ile ile, pale ndio watu wanaanza kutoa visingizio. Lakini angalia nchi ambazo zinafundishwa kwa lugha zake zinapofanya vizuri. Hata ukienda kwa mfano Ujerumani, Ujerumani wanatumia Kijerumani kufundishia watoto wao. Lakini katika kufundisha kwa Kijerumani, leo kuna watu ambao wanafanya vizuri katika mambo ya uhandisi, wakikutengenezea vitu kama Wajerumani, lakini wanafunzwa kwa lugha yao ya Kijerumani. Lakini wakati wanajifunza lugha yao ya Kijerumani, kuna somo la Kiingereza. Unaona, Wachina wanajifunza kwa Kichina, lakini kuna somo la Kiingereza, kwa maana kwamba wanaelewa mambo yao vizuri kwa wepesi zaidi. Lakini kwa sababu wanajua duniani kuna lugha ya dunia ambayo kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu moja ama nyingine inatamba kama Kiingereza, watu wanajifunza Kiingereza. Kwa hiyo kusema kwamba tutafundisha kwa Kiswahili, hatuna maana kusema kwamba watu wasijifunze Kiingereza. Na kwa Kiswahili mpaka hatua gani? Angalau basi kidato cha 4. Na sababu ya msingi inakuwa ni nini mpaka kidato cha 4? Ni kwa sababu tunamfikiria yule mtoto ambaye yuko Mwantega. Mwantega ni kijiji fulani huko cha ndani ambayo hata haya mambo ya teknolojia tunayozungumza interneti bado kufikiwa yule mtoto. Walimu ambao wanamfundisha yule mtoto wa Mwantega, hata Kiingereza kenyewe kinawababaisha. Kwa sababu kusema kama wanafahamu Kiswahili cha kuanzia, lengo kubwa ni nini? Tunataka tuwape ujuzi ambao wanaweza kutumia ule. Kwani elimu ni nini maana yake? Elimu ni uwezo wa kutatua changamoto zinazokuzunguka. Sasa tunataka hao watu wawe na ujuzi ambao unaweza kutatua changamoto zinazowazunguka. Nitakueleza bwana mmoja aliyevumbua gari kule Iringa. Gari kwa kutumia Iringa hapa. Hendeli, Iringa hapa. Ameunganisha vifaa, amepata gari la engine yake ni ile ya Hendel. Unawasha namna vile kwa diesel, lakini lapakia mazao yanatoa sehemu moja na pelekwa sehemu nyingine. Lakini yule bwana Kimombo hafahamu. Kimombo Kiingereza hakijui, lakini unaona kwamba ujuzi ni ujuzi tu. Mtoto fulani kutoka Kigoma nimeona ameunganisha frequencies zake, ametengeneza kama kiredio fulani, anawasiliana na wananchi wenzake wa pale Kigoma, lakini Kimombo hakifahamu.
Kwa hiyo kwa nini tuwahukumu watu kwa sababu tu hafahamu Kiingereza, tumuweke katika daraja la chini kusema kwamba haelewi lolote? Leo ni kueleze kwamba tuna mafundi wa makanika ambao Kiingereza hajui kabisa, lakini ukimwambia tengeneza kitu fulani, unganisha kitu fulani, anaweza kutengeneza mtu yule. Sasa ingekuwa tunaweza, elimu yetu imewapa ruhusa watu kama hawa, kwanza kuwaingiza katika mfumo rasmi. Tunasema kwamba katika lugha wanaoielewa ile ile. Na wale wanaweza kuelekeza watu wengine vile vile. Kwa hiyo lugha, kwa maneno ya Yoweri Kaguta Museveni, hasa kuzungumzia Kiingereza, alipata kusema maneno haya kwamba Kiingereza ni silaha tulipora katika uwanja wa mapambano. Tulipora ile silaha. Sasa ukishaipora ile silaha, maana kwamba unaweza kuitumia ile silaha ama kuwapigia adui ama kupigia watu wa kwako wenyewe. Kwa Kiingereza tukisipoangalia, tunaweza kukitumia kama silaha, si ya kuwapiga maadui, lakini unaweza kutumia Kiingereza kujipiga sisi kwa sisi. Kwa maana kwamba unaweza ukamuona mtu hafai kwa sababu tu hajaweza kuzungumza Kiingereza vizuri, na ukamnyima hata fursa. Kuna watu ambao wana ujuzi, lakini kwa sababu ya Kiingereza huwezi kumweka darasani kujifunza mambo ya umakanika ya mambo mengine. Sasa Joram, kuna nchi hizi ambazo wanazi wa Kiswahili mnazitaja mara nyingi, Wafaransa wanatumia Kifaransa kufundishia, China, Ujerumani na kadhalika, wanatumia lugha zao. Wanaopinga hoja hii ya kuyaiga mataifa haya wanasema mataifa mnayoyataja ni mataifa yenye jeuri ya kiuchumi. Uchumi wake uko vizuri. Wanaweza kuamua kwamba hata kama hatutaingiliana na watu wengine duniani, tutaendesha mambo yetu. Sema taifa letu limejaa watu makalakabao. Kwa namna hiyo lazima tujipendekeze kwa kutaka kujifunza lugha za watu wengine wengi, ili tuweze kuokota fursa nyingi zilizopo kwenye hao wanaozungumza lugha zingine, ikiwemo Kiingereza, Kifaransa na zinginezo. Unaona hoja hii ina mashiko? Hoja hiyo ina mashiko kwa sehemu fulani, lakini sio kama ndio ukweli 100%. Kuna ukweli kama nusu. Na ukiangalia kama nchi kama Vietnam, ama unazungumzia Cambodia na zingine kadhalika, zilianza kabisa katika hali duni na zikajibeba katika lugha zao, zikaendelea mbele, ukiachana na nchi ambazo tayari zilikuwa zimeendelea kama Ufaransa. Sio, unazungumzia Vietnam. Wameanza kuendelea lini? Na lugha yao wanaotumia ni lini? Ni nini? Kwa unaweza kuona kwamba swala kubwa ni ujuzi. Mtu apate kuyafahamu mambo na kuyapeleka mbele. Kwa mfano, hata ukizungumzia wa Japani, tangu walipopigwa miaka 1945 pale Nagasaki na Hiroshima, wa Japani walikuwa sio kama walivyo hii leo. Sasa hivi tunaweza kuzungumzia Japani ni taifa kubwa, lakini wao wanatumia Kijapani pia katika kueleza mambo yao. Hawakuwa kama Marekani ambao wamepata uhuru na maendeleo takriban miaka 400 iliyopita. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna vijitaifa vidogo kabisa ambavyo vimeanza miaka ya 60 lakini wamepiga hatua kubwa sana kuendelea mbele. Unazungumzia pia nchi kama Singapore, ingawa ilikuwa ni tofauti. Awali walikuwa na lugha zao, baadaye ilikuwa juu akaona ili kuweza. Sasa pale ilikuwa ni hali ya tofauti, kwa sababu walikuwa wengine, kuna mwingiliano wa China, wa Malaysia na wengine kadhalika. Ili kuleta umoja wa kitaifa, wakabidi watafute lugha ambayo ingeweza kuwaunganisha, ndio wakaona Kiingereza. Lakini mwanzo ilikuwa ni ujuzi. Sasa hapa Tanzania tuna Kiingereza chetu ambacho Kiswahili kinatuunganisha. Sasa Kiswahili kimetusaidia katika kuleta umoja wa kitaifa. Sasa hiko tukitumie katika kuhakikisha watu wetu wanapata ujuzi. Kwa swala la msingi hapa ni ujuzi kwanza, alafu mambo mengine ndio yanafuata. Kwa sababu kama mtu unaweza kumfunza Kiingereza akajua Kiingereza, lakini hana ujuzi, umemsaidia nini pale? Tuna watu ambao tumewapeleka kwa mfano hizi tunasema English medium school, lakini hawana ujuzi wowote wale watu. Baadaye anakuwa ni mtu wa kawaida tu, lakini anaweza kuzungumza Kiingereza. Kiingereza kingi, lakini hawezi kufanya kazi za mikono, akabuni, akazalisha. Lakini kuna mtu hafahamu Kiingereza, lakini anaweza kutengeneza vitu vikatokea. Kwa hiyo lugha tutazame hapo kwamba sio tu ukishakujua kutamka ile lugha abracadabra basi unakuwa umefanikiwa sana. Kitu kimoja nilikiona nchini Uganda, lakini hivi sipuuzi lugha.
Mimi ni muumini ambaye nasema kama mtu ana uwezo wa kujua lugha 10 za dunia, ni afadhali yake kabisa. Pata kujua Kifaransa, pata kujua Kichina, pata kujua Kiingereza na lugha zingine kadhalika. Lakini ile lugha ya kwako ambayo ndio inakutambulisha, ndio asili yako, usiipuuze hiyo. Ukisha kupuuza lugha yako ambayo ndio inakutambulisha, sasa pale utakuwa umeingia katika ukoloni mambo leo. Watu kama wakina Ngugi wa Thiong'o wameandika vitabu vinasema Decolonizing the Mind. Ondoa ukoloni wa kifikra. Kwamba ukoloni wa kifikra unakufundisha hata lugha yako mwenyewe ni kitu cha kupuuzwa, kitu kisichokuwa na maana. Ngugi wa Thiong'o anasema zungumza Kiswahili kila mahala unapokwenda. Na Mwalimu Nyerere anasema vile vile, zungumza Kiswahili kila mahala unapokwenda. Lakini wale pia walikuwa wanafahamu Kiingereza vizuri. Mwalimu Nyerere anajua Kiingereza vizuri, Ngugi wa Thiong'o anajua Kiingereza vizuri, lakini ni wasemaji wazuri wa lugha ya Kiswahili vile vile. Kwa unaweza kuona kwamba kikubwa hapa tunachokizungumza, lugha iwe ni kama ujuzi, mtu yoyote anaweza kujifunza. Lakini katika kuupata huo ujuzi, usidharau lugha ambayo inakutambulisha. Kwa hata kwa mfano nitakueleza, Watanzania wengi wanapenda pia lugha ya Kiingereza. Niliona wananchi wa Moshi mjini wamepeleka malalamiko yao serikalini. Nadhani kuna shule fulani pale ya msingi inaitwa Mawenzi, inafundisha kwa Kiswahili. Wale wazazi wakawaambia uongozi pale uliokuwepo kwamba sisi tunataka hii shule iwe English medium. Tunaweza kama kuna gharama zozote ambazo tunatakiwa tuzilipe, sisi tuko tayari, lakini hii shule ifanywe kuwa ni shule ya Kiingereza na ya serikali, English medium. Na pale Arusha kulikuwa kuna Arusha School ilikuwa inafundisha kwa lugha, nadhani mpaka sasa wanafundisha kwa Kiingereza. Kwa hiyo hii inakuonesha mapenzi ya wananchi au ya wazazi juu ya lugha ya Kiingereza yapo, ni fursa hiyo kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho kinatuponza sasa, hatuna walimu wazuri wa lugha ya Kiswahili. Hata katika mfumo wetu huu ambao tunaenda nao wa kutumia Kiswahili kuanzia shule ya msingi, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Light kama tungekuwa tuna walimu wazuri wa Kiingereza, mtu hawezi kujifunza miaka 7 somo la Kiingereza, anamaliza miaka 7 hawezi kuzungumza. Na mimi nataka nikuulize, hiyo ni lugha gani hiyo ambayo mtu anasoma miaka 7 hawezi kuelewa? Yes, watu waliosoma zamani. Ndio. Watu waliosoma zamani. Ndio. Wanaonekana kama wanajua sana kuzungumza Kiingereza vizuri. Ndio. Na kuzungumza Kiswahili vizuri. Ndio. Lakini hiki kizazi kipya kilichokuja kusoma hapa katikati, ndio, pamoja na kwamba Kiingereza kinatumika kwa muda mrefu kutoka sekondari mpaka chuo kikuu, lakini bado kuna watu ambao wanamaliza shahada ya kwanza, shahada ya uzamili na hata shahada za uzamivu. Ndio. Watu wanamaliza PhD bila ya kuwa na uwezo mzuri wa kukizungumza Kiingereza vizuri. Ndio. Shida inakuwa wapi? Kwa sababu pamoja na kwamba tumesema Kiswahili kiishie darasa la 7, alafu huku mbele tunakoendelea kote tutumie Kiingereza kama lugha ya kufundishia, lakini bado wanaomaliza hayo masomo Kiingereza kinawapa shida sana. Nikueleze wale wazazi wetu wengi ambao waliishia darasa la 4 zamani, Kiingereza walifundishwa na mkoloni. Yaani unafundishwa na mtu ambaye Kiingereza ni lugha yake ya kwanza. Kwa hiyo anakifahamu Kiingereza. Anakuelekeza kwa lugha ambayo kwa kweli ametopea na kutabahari. Kwa nini usikamate mambo yale? Sasa wewe unafundishwa na mwalimu wa somo la Kiingereza, lakini anashindwa kuelezea dhana, anachangaza Kisukuma mule ndani, anachanganya na Kiswahili mule ndani. Kwa hiyo mnasoma zile zinaitwa tenses. Mnasoma tenses kwa Kiswahili. Na mkitoka pale ghafula mnaingia mtaani na wapi Kiswahili kinaendelea. Pale unaweza kujifunza hata miaka 20 usiweze kukimudu Kiingereza vizuri. Kwa hiyo kusema kwamba tukidhamiria hata katika mfumo wa elimu huu tuliokuwa nao, tukasema somo la Kiingereza lifundishwe na watu ambao wanajua Kiingereza, na somo lifundishwe kwa maki na uketo. Na pia tusijibabaishe sana katika kujifunza. Kuna zile kanuni na kanuni ni nzuri, lakini tuweke msisitizo katika namna mtu ambaye anaweza kujielezea. Ujuzi wa kujielezea, sikibizane na ufundi wa sarufi. Ufundi wa sarufi siji nini, kule tunapoteza muda.
tujidhatiti kindaki kwamba walau mtu anamaliza darasa la 7 anaweza akaenda hata Uingereza, anaweza akaenda hata Marekani, akajieleza kwa Kiingereza, akaeleza ile mawazo aliyokuwa nayo, akaelezea nchi yake, akaelezea anaweza kufanya nini, kwa sababu unamfundisha msingi, kanuni ambazo mwisho wa siku yeye mwenyewe haendi kuwa mwalimu kufundisha zile kanuni. Kwa tujikite zaidi katika lugha ya maongezi, Kiingereza cha maongezi. Wale ambao wanataka kusomea, wanataka kufundisha Kiingereza vyuo vikuu ama shule za sekondari, wao wanaweza kusoma zaidi katika muktadha huu. Kwa hiyo unaweza kuona labda hata mitaala yetu ya somo la Kiingereza haiko sawa. Mbona mimi na wewe tumesoma Kiingereza kuanzia la ngapi? Tumeanza shule za msingi kule. Kwa watu ambao wamesoma labda shule za St. Kayumba hizi. Tumeanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu kuna somo la Kiingereza pahala fulani. Ukifika chuo kikuu kuna kitu kinaitwa basic. Kila chuo kikuu au vyuo vikuu vilivyo vingi kuna somo la communication skills. Ambao pale mnafundishwa mambo ya lugha ya Kiingereza, kuzungumza na nini. Lakini wapi mtu anamaliza chuo kikuu bado ukimpa nusu saa kuzungumza Kiingereza mwanzo mwisho inamuia vigumu. Kwa ndio kusema kwamba angalia watu wangapi wanafanya mtihani wa form 4 na watu wangapi wanafaulu mtihani wa form 4. Hawa wote waliofeli, maana kwamba ni kweli wamefeli kwa sababu masomo ni magumu au hawaelewi lugha. Hilo ni jambo la kulitazama. Naam. Lakini pia Kiingereza ni kitu cha muhimu sana watu kukifahamu. Kiingereza, mimi nilikwenda na Waswahili fulani katika nchi fulani. Tumehudhuria mkutano na mambo yalikuwa yanasomwa kwa Kimombo, yanazungumzwa mwanzo mwisho. Waswahili wengi walikuwa wamenyamaza. Sio kwamba mambo yale hawayajui na hawawezi kusema, lakini lugha imewapoteza kwa muda. Kwa unakuta Mswahili akitoka nje anaonekana kama ni mtu mpole sana asiyekuwa na kitu cha kusema, au unaweza kumdharau ukasema kwamba hana ujuzi, lakini lugha inambamiza kwa namna moja ama nyingine. Kwa kifupi Kiswahili Kiingereza kinawafanya Waswahili wawe wapole wanapokwenda nje ya nchi. Nimeona hilo kwa kweli. Mimi sisemi uongo. Nimejaribu kufanya tafiti zangu ndogo kwamba huko nilikotembea kama mtu afahamu lugha hasa hii ya Kimombo vizuri, inaweza kumuia vigumu kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo mimi nasema Kiswahili kifunzwe vizuri, watu wakielewe Kiswahili vizuri, watu wafundishwe katika lugha wanaoielewa, lakini hapana kupuuza lugha za ulimwengu. Ni ujuzi kama ujuzi mwingine. Museveni amesema kwenye kitabu chake, Kiingereza ni silaha tulioipora katika uwanja wa mapambano. Unaitumia kumpiga mgeni na tusiitumie kuwapiga wazawa. Asante. Nipo na Joram Mkumbi. Hii ni One on One with Charles William kutoka hapa Wasafi TV. Asante kwa wewe ambaye unatutazama kutoka sehemu tofauti duniani kupitia YouTube channel yetu ya Wasafi Media. Pia kuna watu wanatazama kutoka Ujerumani, kutoka Sweden na mataifa mengineyo, wakiwa wanafuatilia hapa mjadala kuhusiana na Kiswahili. Hapa ni mahali ambako bado tupo kwa dakika zingine za kutosha. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirudi nitakuwa bado nipo na Joram Mkumbi, tutazungumza zaidi kuhusiana na masuala ya uongozi. One on One with Charles William. Asante Wasafi TV, tuko hapa kwenye One on One, tunazungumza na Joram Mkumbi, moja kati ya vijana ambao wameamua kwamba lugha ya Kiswahili iweze kunadiwa na iweze kupenyezwa mahala ambapo Waswahili wanaonekana kama kuanza kuisahau lugha yao. Imekuwa ni jambo la kushangaza kidogo pale ambapo Waswahili wenyewe wanaduaa. Kuna Waingereza wadogo wengi tu hapa. Yani maneno mawili, anyway, by the way, that, actually. Hiyo pia tunaita ni kasumba ya ule. Absolutely. Actually. Kwa hiyo imekuwa ni vidokezo hivi. Vidokezo. Na lugha ya Kiswahili ambayo tunaizungumza hapa nyumbani. Sasa hivi wanasema ukienda Kenya unaweza kukutana na watu wakazungumza Kiswahili kizuri kuliko sisi. Kwa sababu Kiswahili chetu ni kama tunakibananga sana. Kabisa. Tumekiharibu katikati ya kujaribu kuweka nakshi, lakini
tunapoteza kabisa maana ya lile neno la Kiswahili, na hata muda mwingine tunadhani tunazungumza Kiswahili lakini kumbe ni kitu kisichoweza kueleweka na wasikilizaji wa Kiswahili fasaha. Hebu tupitishe kwenye maneno ambayo unaona kabisa hapa Waswahili wamekuwa wakitoa sana mpira nje. Kwanza, taabu ya Mswahili wa Tanzania ni taabu kama ile ya mfinyanzi kulia gaeni. Mfinyanzi anatengeneza vyombo, vikombe, sahani, lakini yeye ukimkuta anakula chakula, anakula kwenye vigae, vyombo vilivyopasuka pasuka. Mswahili wa Tanzania anapaswa kuwa Mswahili wa ulimwengu. Lakini taabu yetu imeanza kutupata, maana kwamba tunaanza kubananga, hatuzungumzi Kiswahili mufti, Kiswahili cha kupendeza. Kwa mfano utasikia mtu anasema fulani ametoa nyimbo yake. Unaona? Fulani ametoa nyimbo yake nzuri kweli kweli. Lakini nyimbo ni wingi wa wimbo. Ametoa wimbo, hajatoa nyimbo. Alafu unasikia mtu anasema makucha yake marefu. Akidhani kwamba makucha ni Kiswahili fasaha, lakini si Kiswahili fasaha. Ukisema kucha tayari ni wingi. Ukucha ni mmoja, kucha ni nyingi. Ama anasema manywele. Si manywele kwa sababu nywele kwanza zenyewe ni nyingi. Unywele ni mmoja. Unaona? Hata katika kuelezea kwa mfano namba, nasema nimekuta watu 12. Huwezi kusema umekuta watu 12, hakuna upatanisho wa kisarufi. 12. Nimekuta vikombe, kwa mfano vikombe vitatu. Huwezi kusema vikombe 3 ama vitabu 13. Mtu anasema vitabu 13. Ni vitabu 13. Miaka ya uhuru 60, unasema 62. Nitakuwa iwe 62. Wanafunzi 12. Hata ule upatanisho wa kisarufi wa Swahili wengi hawazingatii mambo yale. Na mambo mengine kadha wa kadha, watu wanadhani nimekula makande. Makande, hakuna makande katika lugha ya Kiswahili. Tafadhali bwana. Umekula kande. Unaona? Amezaa watoto mapacha. Hakuna wingi wa pacha. Pacha ni pacha tu. Amezaa watoto pacha. Lakini utasikia watu wanasema mapacha. Ama mtu anasema makampuni, akijua kuna wingi wa kampuni. Miliki wa makampuni mengi sana. Lakini kampuni 20, kampuni 30. Au utasikia mtu anasema makaratasi. Hamna wingi wa makaratasi. Karatasi ni karatasi tu. Ama kwa kuna mambo chungu mzima, na nitakuonesha maneno mengine utastaajabia Waswahili ambavyo namna wanayabananga. Tunabananga kila kukicha. Kwa mfano unasema ghorofa. Nimekwenda Kariakoo nimekuta maghorofa. Hakuna wingi wa ghorofa. Ghorofa ni ghorofa tu. Hata zikuwe 20 ni ghorofa. Kwa mfano askari, nasema maaskari. Askari wakiwa 50 ni askari. Polisi tunasema mapolisi. Lakini wakiwa 50 polisi ni polisi, sio mapolisi. Dawa nasema madawa. Dawa ni dawa tu zikiwa nyingi. Watu wanasema madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya ni dawa za kulevya. Kwa mfano mahusiano. Hakuna mahusiano, ni uhusiano. Ama nasema bwana fulani ana mapungufu. Hatuna mapungufu, tuna upungufu. Hata kama ukiwa ni mwingi, anakunywa pombe ama anakwenda na wanawake, anavuta sigara, ule ni upungufu, sio kusema mapungufu. Mtu anapotamka mahusiano, ana mahusiano mabovu na ana uhusiano mbovu na wafanyakazi wenzake, ana uhusiano mbovu na mama yake. Kwa hiyo mtu anasema anatoka majasho. Hatuna wingi wa jasho. Jasho labaki kuwa jasho. Anatokwa jasho jekejeke. Sio jasho jekejeke. Sio jasho jekejeke. Hii jekejeke ni nini? Kinakuchirizika. Kwa hiyo kusema na jekejeke inaweza kuwa kero, lakini kwa hiyo sema foleni za magari Dar es Salaam zinaleta jekejeke kwa wakazi wake. Maana kwa zinaleta kero. Lakini jasho pia inaweza kuwa jekejeke. Mwanangu, jasho jekejeke la mtoka. Kuna joto sana Dar es Salaam. Sio majasho. Wale tunakuwa tunakosea sana. Kwa nimesema ofisi, watu wanasema maofisini. Itakuwa tu ni ofisini, hakuna wingi wa ofisini. Kwa hiyo kuna upungufu ni ushirikiano. Wenzetu wanasema mashirikiano. Lakini sio Kiswahili fasaha. Shule, wengine wanasema mashule. Shule ni shule tu. Na pia sufuria, wanasema masufuria. Hakuna wingi wa sufuria. Sufuria ni sufuria tu, zikiwa 5, zikiwa 10. Mchanga, watu wanasema michanga. Mchanga ni mchanga tu. Alinimwagia michanga. Alinimwagia michanga. Hapana, amekumwagia mchanga. Wingi na umoja ni vile vile. Muda pia.
utakuja watu wanasema mida. Mida ya saa 7 mida ya saa 7. Hatuna mida katika Kiswahili. Muda ni muda. Nitakuja muda wa saa 7. Na pia kuna mtu Mswahili anasema lisaa, nilitumia lisali moja. Huko sio Kiswahili, hakuna umoja wa saa. Saa ni saa tu. Ilinichukua muda wa saa 7 kufika Arusha. Sio masaa 7. Hatuna masaa. Tuna saa. Hatuna lisaa, tuna saa. Kwa hiyo saa haina wingi, haina umoja, tunabakia pale pale. Kwa hiyo ile Kiingereza cha hour na hours haipo. Hamna katika Kiswahili. Na pia watu wanasema mataa ya Ubungo. Kana kwamba taa ina wingi. Pale kwenye mataa pale. Pale kwenye mataa kuna foleni sana. Kuna foleni sana. Lakini taa ni taa. Taa za Ubungo. Taa zikiwa 2, taa zinakuwa 3. Bana, hiki ndo Kiswahili kwa maki na uketo. Tuna tondozi na kusema kwa fusuli. Tunasema ulumbi kila pahala. Mtu anasema mwisho wa siku. Mwisho wa siku kwa kweli. Mwisho wa siku akalala. Lakini sio Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu maana ile inatoka kwenye at the end of the day. Ndio unasema mwisho wa siku. Lakini Kiswahili nasema hatimaye. Unaona? Hatimaye. Alafu pia kwa maneno mengine. Wanasema other words. Wazungu wanatumia other words. Lakini sisi kwa maneno mengine hatutumii sisi kusema kwamba kwa maneno mengine. Nasema ndio kusema. Yaani ukitaka kutumia kwa maneno mengine, au kwa lugha nyingine, kwa lugha nyingine unatumia tu ndio kusema. Ndio kusema. Kwamba yule alikuwa anampiga mke wake usiku kucha, wametengana. Alikuwa anamfanya ndio kusema, alikuwa akimpiga mke wake usiku kucha kuweza kuvumilia, akasema kibanzi banduka nami ni banduke, kwetu sijaua. Akaondoka, akavogomea mbali. Na pia unaweza sema au ndio hiyo kwamba majumba, mahusiano, makucha, hayo yote tumekwisha kuyasema, mashirikiano, amna. Lakini pia kuna neno linasema, watu wanasema mrahaba. Mrahaba. Mrahaba, hamna neno la Kiswahili la mrahaba. Mrahaba. Neno lililopo ni neno sahihi ni mrabaha. Mrabaha. Mrabaha na mrahaba. Mrahaba inachanganywa sana. Kwa sababu maneno yanakaribiana. Sasa unakuta mtu anasema, mtu mkubwa tu anasema mrahaba. Na hao ni viongozi mara nyingi. Akimaanisha malipo ambayo mtu anapata kutokana na muziki ama kazi yake ya uandishi. Kwa neno sahihi ni mrabaha. Yaani kama unasema mraba, unaongeza ha. Mrabaha ndio neno Swahili, neno sanifu. Lakini unasikia mimi ninafanya kazi kubwa, sipewi masurufu yangu. Masurufu akiwa anamaanisha, masurufu na marupurupu ni vitu viwili tofauti. Masurufu ni fedha unayopewa kujikimu safarini. Lakini marupurupu ndio ile labda unaweza kupewa hela ya usafiri, unaweza kulipiwa pango na watoto wanaweza kusomeshwa. Yale ndio marupurupu. Mwafulani ametononoka, amenenepa, amewanda. Kwa sababu gani? Kazi anayoifanya sasa anapewa marupurupu na anapewa masurufu. Amefanyeje? Amewanda, amenenepa, ama ametononoka, ametononoka, kurizika. Tafadhali. Kwa hiyo unasema amewanda na kutononoka kwa sababu pia anapewa masurufu. Masurufu fedha ya kujikimu safarini. Marupurupu ndio ile nyongeza ya mshahara. Kwa masurufu ni kama per diem. Per diem, lakini per diem unaweza sema vile. Ama pia unakuta Mswahili kuna maneno ambayo kama yanafanana lakini yana maana tofauti. Kwa mfano mtu anasema amepata ajali. Ajali. Amepata ajali. Kwa Mswahili mzuri ukimwambia amepata ajali, atajua huyu amepewa pesa ya muda wa ziada aliyotumia kazini, ndio kusema overtime. Ajali ni overtime. Ajali yenye ara. Hiyo ni overtime. Overtime. Lakini ajali ndio huyu labda unaweza kugongwa na gari, unaweza kupata moto, accident. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kwanza Waswahili wa Dar es Salaam wana taabu. Kwenye ara wanaweka elo, kwenye elo wanaweka ara. Wanahamisha maana kabisa. Maana inakuwa tofauti kabisa. Kwa hiyo huko ni kubananga lugha, ni kuzungumza lugha shelabela. Na bahati mbaya sana hatuna mzee Kifimbo Cheza. Alikuwa anaitwa mzee Kifimbo Cheza na wachafuzi wa lugha. Ulikuwa unakula bakora. Ndio. Lakini sasa hivi hamna. Lakini pia kuna tofauti kati ya bange na bangi. Mtu anasema bangi na bange vinatofautiana. Tofauti kabisa. Ni vitu viwili tofauti. Vitu viwili tofauti. Bangi ni nini na bange ni nini? Bangi ndio mmea huu. Mtu anaweza vuta akalewa, akawa chordo chupa na kizibo chake. Tafadhali bwana. Chordo chupa na kizibo chake. Hapo umelewa tararira.
kulewa chordo chupa na kizibo chake. Unaleo unakuwa tararira kabisa, uelewi mchana wala usiku. Sasa ukivuta bangi ndio unalewa, ndio dawa za kulevya zile. Lakini bange ni samaki. Kijana anakwenda anavuta bange, kwa Mswahili mzuri haileti maana yoyote ile. Bange ni aina ya samaki. Yupo hapa Tanzania. Kabisa. Watu wa pwani wanajua, Zanzibar huko Tanga wanajua. Niletee bange bwana. Bange unauza shilingi ngapi? Bwana so ukisema bange unaweza shilingi ngapi, mtu atajua unasema bangi, lakini ni samaki. Jamani, nauza bange, nauza samaki, sio bangi. Unaona, kwa Mswahili akisikia mwa fulani anafanya kazi ya kuuza bange, basi itabidi anaweza kuitia mapolisi. Muagize rafiki yangu James Roki mwa Kibinga pale Zanzibar aniletee bange. Aniletee bange. Atakuletea. Lakini wavuvi ndo wanawajua, kwa hiyo sasa mvuvi akisikia mnazungumzia bange, yeye anaweza akajua mpo kwenye samaki. Mvuvi anajua lugha zao. Lakini pia utasikia watu wanasema amefungasha safari. Kufungasha na kufunganya ni maneno ambayo kwanza unasema kufungasha si neno kusema kwamba alifungasha virago vyako akaenda kwao. Kufungasha ni kuvuta kitu kwa nyuma. Kwa mfano kama gari moshi ama treni, ile inafungasha mabehewa. Inafungasha mabehewa 14. Ni kuyavuta, kukivuta kitu kutoka kwa nyuma ndio tunasema kufungasha. Lakini ukimaanisha kubeba vilivyo vyako kwenda kwenu, kule unafunganya. Hakuna kufungasha na kufunganya. Kufungasha ndio hiyo kuvuta kitu kwa nyuma. Gari lilikwama katika matope, wakalifungasha. Wakalivuta kwa nyuma likatoka katika tope. Kwa hiyo hawa watu wanaotumia neno kufungasha wakiwa wanamuelezea binti mrembo mwenye umbo zuri, wanazungumza Kiswahili fasaha. Fasaha kabisa. Amefungasha maana kwamba anavuta kitu kwa nyuma. Ile wako sahihi kabisa. Kwa maana kwamba wanavuta kitu kwa nyuma. Lakini huwezi kusema kwamba nafungasha virago vyangu niondoke niende kwetu afu nabeba begi moja tunaondoka. Hapana. Kwa hiyo pia kuna jinsi na jinsia. Huyu mtoto ni wa jinsi ya kiume. Ama huyu mtoto ni wa jinsi ya kike. Jinsia ni mgawanyo wa majukumu kulingana na jinsi. Tukizungumza masuala ya kijinsia tunazungumzia mgawanyo wa shughuli kutokana na jinsi, ama ya kiume ama ya kike. Kwa mtu anakuuliza we jinsia gani? Anakosea sana. Atakuwa kuulize we jinsi gani? Ni wa kike, maana kwamba anamaanisha wa kike au wa kiume. Kwa huko ni kote ni kubananga hii lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo na maana tungekuwa tunaelezana mambo haya ingesaidia. Au unasikia mtu anasema radi ilinguruma usiku kucha. Radi, unajua radi ni ule mwanga. Radi sio sauti, sio mgurumo. Ndio maana wazungu wanasema lightning na thunder. Lightning ndio radi, ndio ule mwanga, ndio ule umeme. Lakini thunder ni ngurumo. Unasema ngurumo zilisikika usiku kucha. Unaona? Kwa hiyo kuna tofauti. Radi sio ngurumo. Radi ni ule mwangaza unaotokana. Alafu pia shaka na mashaka. Watu tunatumia vibaya maneno haya. Nikiwa nina sita na kutilia shaka wewe, nikiwa na sikuamini na kutilia shaka. Mimi nina shaka na Bwana Charles. Lakini watu wanatumia mashaka wakimaanisha shaka. Mashaka ni taabu. Nisa nakaa kwenye nyumba fulani, ile nyumba ina mashaka makubwa. Ina taabu. Sio ina wasiwasi. Unaona? Alafu pia kuna neno lilatumika kutarada, tunasikia mapenzi yametarada. Kutarada nadhani si neno sahihi kuliweka pale. Kutarada ni kusita. Kwa hiyo mwanamuziki anapoimba mapenzi limetaradadi, penzi limesita. Sasa maana yake inakuwa ni nini pale? Mtu unakuta mapenzi ni mazuri. Jinsi watu wanavyolitumia katika vyombo vya habari, unakuta watu wako katika penzi zito. Alafu wanatumia ile neno penzi limetarada. Maana mapenzi kwa kuelezea dhana kwa mapenzi liko vizuri, hapo unakuwa umekosea. Kutarada ni kusita. Kwa mfano mimi naweza sema leo siwezi kwenda kwa mwa fulani kwa sababu nina tarada. Na sita. Na kutabaradi. Kuna tofauti kati ya kutaradadi
na kutabaradi. Kutabaradi ni kumakinika. Yaani umekaa una shaka wala mashaka. Pale umetabaradi. Na kwenda zangu mandari. Mandari ni kama picnic. Ndio inaitwa mandari kwa Kiswahili. Ninakwenda mandari kutabaradi. Ni kazi ya wadau mbalimbali, wanahabari, viongozi, kwa sababu baadhi ya maneno watu wanaamini ni sahihi sababu yanatamkwa na viongozi wao wa kitaifa, mawaziri. Jaribu kufikiri mtu anasema mazishi yatafanyika makaburi ya Kinondoni. Huyo ni msemaji kwenye taasisi muhimu kabisa ya serikali, anatoa taarifa kwa umma. Ndio, mazishi ni taratibu za maandalizi. Ambayo mazishi yanafanyika nyumbani, hospitalini, utaratibu wa kumuandaa mtu akishakufariki. Ndio tunasema mazishi. Mazishi yako nyumbani kwake. Lakini mazishi hawezi kutokea makaburini. Kule ni maziko. Kuna tofauti kati ya mazishi na maziko. Mtu anaweza sema mimi ninakwenda mazishini lakini sitakwenda katika maziko. Unamuelewa mtu yule? Sasa Waswahili wanaamini ni kitu kimoja. Wanaamini kitu kimoja. Lakini pia kuna lugha nzuri ambazo tunaweza tukazitumia katika mikasa kama hiyo ya kufiwa. Ukikuta mtu kama hawajazika na amefiwa, unamwambia makiwa. Yeye anakuambia makiwa hatunayo. Maana kwamba wamekusha kuzika. Na unamwambia makiwa, anakuambia makiwa tunayo. Pale wamefiwa lakini hawajazika bado. Unaona? Kwa hiyo hivi huku na mtu anasema imepelekea akajinyonga. Kupelekea wakiwa na maanisha kusababisha. Lakini kupelekea haimaanishi kusababisha. Alipelekea akajinyonga si Kiswahili fasaha. Ilisababisha akajinyonga. Kupelekea ni kama umempa mtu mzigo, anakupelekea sehemu fulani. Na pia utasikia mtu anasema kwa kumalizia, nategemea kusafiri kesho niende Arusha. Lakini Kiswahili fasaha ilikuwa natarajia. Kutegemea unamtegemea mtu kwa msaada. Kesho na kesho kutwa watakuja watu waliojifunza Kiswahili cha kwenye kamusi, watatushangaa sana. Maneno tunayosema hayapo. Sasa Joram, kwa kumalizia, umezunguka kwenye nchi tofauti tofauti kufuatilia masuala ya kiuongozi na umehudhuria makongamano na matamasha mengi yanayojadili uongozi kwa kina. Na umekuwa mwandishi wa vitabu vinavyohusu masuala ya uongozi. Kwenye kuzunguka kwako umeona kuna tofauti gani kati ya jinsi ambavyo Tanzania tunaandaa viongozi na mataifa mengine yanavyoandaa viongozi kwa maana ya vijana wanaotaka kuwa viongozi? Nilipenda wakati tuko katika gari lako ulikuwa unanieleza namna ulivyotoka India na ukakutana na binti moja wa Kiyahudi ambaye miaka yake labda ni 20 au 18 ama 24. Binti mdogo, lakini yeye ni mtaalamu wa mambo ya kivita. Anaweza kuelezea mambo kwa maki na uketo juu ya kinachoendelea Gaza. Nitakupa namna nchi kama Israeli inavyoandaa watu kuwa viongozi. Israel ukiwa mtoto mdogo, wana mfumo wa kukuuliza maswali mara 6 kukupa kitu kinaitwa fikra tunduizi ama fikra zenye uketo ama fikra kuntu. Fikra zisizo na kasoro, uwe na uwezo wa kujielezea. Umefanya jambo fulani, unaelezea sababu ya hii na hii. Kwa nini ulifanya vile? Sijaenda shule. Kwa nini hujaenda shule? Unatoa sababu, nguo zilikuwa sijafua. Kwa nini hujazifua? Ni kwa sababu nilikuwa sina sabuni. Kwa nini una sabuni? Kwa hiyo wanakufanya, kwa Kiingereza wanasema wanakutease ili upate kutoa jibu. Hiyo katika hali ya utoto. Lakini pia kuna sehemu inaitwa Yad Vashem. Yad Vashem ni kama jengo la museum ambamo imehifadhiwa historia yao mule ndani. Ukienda pale unakuta makundi makubwa mawili. Kwanza ni watoto wadogo na pili ni wanajeshi. Wanafanya kupitishwa kule. Wanaona kwa uhalisia namna wazee wao na babu zao walivyouawa katika Holocaust, walivyochinjwa kinyama, concentration camp kule Germany. Kwa hiyo wakimaliza pale wanaambua, mnaona jinsi tulivyoteseka? Sasa ninyi mna wajibu wa kuzilinda nchi zenu na mna wajibu wa kulinda raia wenu. Kwa hiyo ule uzalendo haufundishwi tu kwa maneno, wanapitishwa katika kuona. Lakini pia ukifikisha miaka 18 ni lazima, kama huko Uyahudi, unapelekwa jeshini. Ukiwa mwanamume utakaa miaka 3, ukiwa mwanamke utakaa miaka 2.
Maana kwamba na ukiwa unaonekana una akili sana, kwa upesi unapelekwa ndani ya jeshi. Kuna kitengo kinaitwa Unity 8200. Hawa ndio watu ambao wataalamu wa kuhack, au wataalamu wa kudukua, au wataalamu wa kufanya maamuzi magumu ya kivita, tutumie mbinu gani, tuende kwa hiyo vijana wote wa Israel ni wanajeshi, ndio kusema. Maana kifikisha miaka 18 ni lazima uende, na kule jeshini wanafundisha hizi wanaita military science, hizi sayansi za kivita, wanafundisha biashara, wanafundisha critical thinking, wanafundisha coding na mambo yote ambayo yanahitajika katika hii karne. Na wakati mwingine wanapelekwa katika mission wakiwa ndani ya jeshi. Vijana wadogo wanapewa taarifa chache kufanya maamuzi juu ya kwenda kupambana katika vita. Kampuni kubwa duniani tunazungumzia kama Google, tunazungumzia kama mambo ya Exxon Mobil na mengine kadhalika, yana vituo vya tafiti pale Tel Aviv, yana vituo vya tafiti pale Israeli, kwa sababu wanajua kuna vijana ambao wanapikwa. Wakishamalizwa kupikwa, wakimaliza jeshi, wanakuwa kabisa viongozi wa biashara, wanakuwa kabisa maafisa. Kwa hiyo unaona, huo ndio mfumo ambao watu wanatumia kutengeneza viongozi. Ndio maana unaona ule mfumo wetu wa zamani kuwapeleka watu JKT mwaka mzima ulikuwa ni mfumo sahihi, kwa sababu hata JKT, jeshi la kulinga la kujenga taifa, ndio muundo wake ulitoka Israeli. Kuna yule mwanamama, nadhani alikuwa anaitwa, kuna mwanamama fulani Golda Meir kama sijakosea, ambao mwalimu ilipotokea mutiny mwaka 1964, Mwalimu Nyerere, kuna jeshi liliasi. Sasa ili kutengeneza jeshi jipya kuondokana na lile la zamani likoletwa King African Rifles, kutengeneza jeshi la wazalendo, alichukua muundo kutoka Israeli. Na ndio maana unaona watu walikuwa wanapelekwa jeshini mwaka mzima, wanafundishwa nidhamu, wanafundishwa ukakamavu, wanafundishwa mambo ya kufikiri. Na kuna watu mimi namfahamu, kuna bwana mmoja anaitwa Engineer Simba Kalia, ambaye yeye alikuwa katika jeshi, na yule ni engineer mzuri sana. Walikuwa wanatengeneza haya magari yanaitwa amphibia, walikuwa wanatengeneza majembe na mengine kadhalika, vipuri, ambaye ilikuwa ni kitengo ndani ya jeshi walikuwa na uwezo kutengeneza magari kipindi cha Mwalimu Nyerere. Kwa sababu gani? Ni njia nzuri, watu wenye nidhamu kule jeshini. Ili JKT ni jeshi la kuzalisha. Kule Zanzibar wanasema jeshi la kujenga uchumi. Kwa hiyo kuandaa viongozi lazima kuhusianisha mambo yote kwa mara moja. Sisi kuna baadhi ya mambo ambayo tukiyavalia njuga tutapiga hatua kubwa sana, ikiwa ni kama wenzetu tuige mifumo ya wenzetu wanayofanya. Kwa kutembea kwangu nimeweza kuona mambo hayo, na kwa kweli kwa namna ambayo tunaenenda sasa hivi itakuwa ni ngumu siku za usoni kukabiliana na ushindani wa kidunia, kwa sababu wewe mwenzako ana miaka 18, anapelekwa jeshini, anajua kutumia vifaa vyote vya kijeshi, anafundishwa coding, anafundishwa hacking, anafundishwa mambo ya startup akiwa jeshini. Kwa hiyo anatoka, tunasema ni 360 degree leader, yani amefunzwa katika nyuzi 360, anaelewa mambo kwa maki na uketo. Sasa wewe umefundishwa elimu yako, unajua tu namna ya kudefine, ambayo ndio tunasema ni elimu ya kwanza kabisa. Elimu ya kwanza ni mtu kufafanua na kuelezea, ambaye haimfikishi mtu mbali. Ndio. Kwa kuandaa viongozi, kurudia swali lako, ni kwamba tuangalie, tuwapitishe katika mfumo fulani ambao wakitoka kweli wanaweza kuchukua maamuzi na kuendelea mbele. Na mtu mmoja anaitwa Warren Buffett aliwahi kusema, kama unatafuta mafuta Middle East, anasema huwezi ukaenda Israeli, unaenda Kuwait, unaenda na nchi zingine kadhalika. Lakini anasema if you are looking for IT giants, if you are looking for scientists, if you are looking for inventors, innovators, anasema you must go to Israel. Kwa hiyo unaona kwamba uongozi ni uwezo wa kuwabadilisha watu, uwezo wa kutafasiri, kuhamisha mawazo kuwa uhalisia. Bill Gates pia aliweza kusema, as we are going forward to the next century, leaders will be those who empower others. Kutafasiri kwamba tunapoenda mbele kwa karne ya 21, uongozi
utakuwa ni ule ambao unawafanya watu kuwa bora kuliko ulivyowakuta. Au viongozi watakuwa ni wale ambao wanawanyanyua watu ambao walio katika hali ya chini. Ndio. Kwa tunapozungumzia uongozi katika muktadha wake na changamoto kubwa inayopata bara la Afrika ni changamoto ya kiuongozi. Jora, mimi nikushukuru sana. Tumekuwa na wasaa mzuri na muda wetu umeisha kabisa. Asante sana. Lakini shukrani sana kwa muda wako. Tutapata tena wasaa mwingine wakati mwingine tujadili kwa kina kuhusu hili la uongozi. Na mimi nitajipatia kitabu chako hicho. Hicho ninacho. Ulumbi na Walumbi. Chango wa Tanzania barani Afrika. Hicho ndo itabidi nijipatie hapa na unakiuza nakupatia kabisa shilingi 30 ya Kitanzania. Ndio. Asante sana. Vinapatikana kwenye maduka yote. Maduka yote hapa Dar es Salaam wanapata. Asante. Ndio. Yes, hii ni One on One kupitia Wasafi TV. Tumekuwa hapa na dakika nyingi za kuzungumza na Joram Mkumbi, tukizungumza kwa maki na uketo kuhusiana na lugha adhimu ya Kiswahili. Tukitaka lugha hii iweze kutandawaa na kutabahari. Na kwa kweli jukumu hili ni la kila mtu, kuanzia viongozi lakini pia wanahabari pamoja na wananchi wa kawaida. Kila mmoja sema akizungumza Kiswahili angalau kwa dakika 3 watu wamuulize hiyo ina maana gani. Uweke kidogo msamiati wa Kiswahili unaoweza kugusa watu wengine kupata ile rakba ya kutaka kufahamu zaidi. Asante kwa wewe ambaye umetufuatilia kwa muda wote. Mimi ni Charles William. Hii ni Wasafi TV, tunasema Africa is watching. One on One with Charles William.